Kioo cha Staarabika na Christine Kamua. Alright, msikilizaji, ndani ya Kioo cha Staarabika asubuhi ya leo nataka tuzungumze kina gaubaga, na hii ni kutokana na story moja ambayo imetokea mahali kule upande wa Maralal, kaunti ya Samburu. Ni kwamba mapadre 7 wa kanisa Katoliki wametimuliwa kwa muda, huku uchunguzi wa uvunjaji kanuni za kanisa hilo na hata ubadhirifu wa fedha ukiendelea. Ni kwamba askofu amesema hawa mapadre wamekuwa ni watovu wa nidhamu, hivyo ndivyo amesema, na wamesimamishwa kwa muda kwa sababu ya kutumia vibaya mamlaka yao kanisani, na pia wamevunja sheria kwa kushiriki unywaji mvinyo na hata kuvunja kanuni za kutokuwa na wana wala mahusiano ya kimapenzi. Ni mambo ambayo mimi binafsi kusema ukweli nimesikia na watu wengi. Unasikia kwamba yule padre anakuaga na tabia mbaya, yule padre sijui anafanya nini. Samahani, sitaki inukuliwa kwamba mimi nazungumzia mapadre vibaya. Sio wote. Kuna mapadre ambao wanafuata kanuni na sheria za kanisa vizuri. Kuna mapadre ambao wako na nidhamu zao. Kuna mapadre ambao wanajiheshimu na wanaheshimu pia waumini. Ila kuna wengine ambao, kusema ukweli, tusidanganyane, wako na tabia mbaya. Ni mara ngapi tumesikia kwamba padre labda amebaka mtu, ukasikia kwamba kuna padre ametia msichana mimba, Hebu nataka tuzungumze. Does it happen? Because ni vitu ambavyo siku hizi you don't even know where to trust your kids or who to trust with your kids with. Kwa sababu sasa hivi I mean, utasikia kwamba mtoto amepelekwa, walikuwa kanisani, mwalimu wa Sunday school sijui amefanya nini, amepelekwa shuleni. By the way, sasa hivi ile shule imefungwa, shule ambayo tulikuwa tunazungumzia jana imefungwa kwa sababu of course mwalimu mkuu alikuwa na inaitwa Booth PCEA, Booth High School pale Kikuyu. Imefungwa kwa sababu mwalimu mkuu alikuwa na walawiti watoto wa kiume, na kuna of course amekamatwa pamoja na board chair ambaye alikuwa na suggest kwamba hii kesi iweze kuamuliwa nje ya mahakama. Who does that? I mean, watoto wa watu wamedhulumiwa, wewe unasema kwamba tuisuluhishe kinyumbani. We are past that era. I mean, so sasa hivi nataka tuzungumze. Does it happen? Ukweli, kama wewe unajua kisa cha padre mmoja ambaye ako na hiyo tabia, tafadhali tusitaje majina kwa sababu unajua nini, you can be sued kama hauna ushahidi. Does it happen in your area? Does it happen? Na kama pia kuna padre mzuri, mpe sifa zake, kwa sababu sasa hivi haujui ni nani wa kuamini. 0719012700. SMS line yangu iko wazi 22277. Radio Maisha, hello. Hello, Radio Maisha. Mambo vipi? Wewe kabisa. Karibu sana. Ni furaha mambo. All right. Hii maneno ni kama. Kuna besti yangu ambaye na kwa kisa kama hiki. Kuna besti yako ambaye alipatikana kwa kisa kama hiki tu, ambaye alikuwa ni padre. Padre kuna huyo besti yangu alikuwa daki ni sister. Padre akasema sababu hiyo rafiki yangu hapo anacheza kifedha, hata siku ilikuwa inamlemea. So sister hata akamorganizia kwa padre hapo, padre akamsaidia kumsomesha. Kisha baadaye padre akamgeuka, na hiyo maneno hata ilizangazwa tu hapo, hata niseme county tu hapo Kakamega hapo. Ilifanyika bless yangu waka wakamtangaza tangazo. Kwani huyu si mtu tunajua. Ilifanyika akitendeka hivyo kabisa. Lakini sasa solution ni hii. Unajua padre pia naye anaikiza. Okay. Naona tambua.
kama wenye anaisia sikimsukuma zaidi, kuna kanisa inajiita Reformed Catholic Church. Inaitwa Reformed Catholic Church. Hii inaruhusu mapadri kuoa. Ala, okay. Hii inaruhusu mapadri kuoa. Mtu anaweza enda kufungua kanisa na akaangalia familia na akaendeleza hivyo. Lakini kama mtu ajizungii na sheria zinasema huwezi oa, huwezi kunywa pombe. Sasa wewe unaanza kujihusisha na mambo na pombe, vitu ndogo hizo wachana na. Okay. Sawa sawa. Anasema kwamba ilifanyika na ikafanyika, na anasema kwamba kuna kanisa ambalo linaitwa Reformed Catholic ambapo mapadri wakishindwa kukaa bila watoto, wakizidiwa na hisia, wanaweza enda wa join hapo, aendelee na familia yake pamoja. Lakini kama umeamua wewe mwenyewe unataka kuwa mtawe ama unataka kuwa father, kwa nini? Okay, it's not about fathers by the way peke yake. Hata mapasta, hata imam, in fact I'm talking about viongozi wa kidini wote, mahali popote ambapo wamefika. Does it happen in your area? 0719012700. Chokora Makueni. Mambo Kambua. Niko fiti. Ni Chokora Makueni. Yes. Imagine Kambua mimi shai nikapenia. Wewe mwenyewe binafsi. Pastor. Wa kiume. Kabisa. What happened? Na nilikuwa tunakaa karibu na yeye. Yo wakati nilikuwa nimetoka Nairobi ndo nimekuja huku Ukambani, bado mimi nilikuwa mdogo hivi. Okay, hapo ulikuwa na umri wa miaka mingapi? Nilikuwa 18 but do anything. Okay. Ndio nimetoka street. So pasi akanishow like anataka kunisaidia nipate kazi. Okay. So jioni hivi akaniweka kwa dinga yake. So, like akaniuliza kama niko na GF. Mimi nikamwambia mimi bado mdogo, sijui mambo ya wasichana. Yes. Sasa akawa ananishauri sijui wanawake ni watu wabaya, sijui nijipange like. Sasa akaanza kunishika sehemu za siri. Ngoja, hapo kwa gari ambapo umeingia. Anakushika sehemu za siri, mwanaume pastor. Ilifanya nikachukia kuenda kanisa muda mrefu like almost a year. So hapo amekushika sehemu za siri, ulifanya nini? Mimi nikamwambia like I'm not comfortable. So hapa okay, I'm sorry to ask but wakati ambapo wanafanya hivi vitendo alikuwa anakuambia nini? Like alikuwa ananiambia tu wanawake sio watu wazuri. Sasa na yeye ako na familia kabisa. Tena mjua vizuri ako na familia. Na mpaka wa leo yeye ni pastor. Kulikuwa na scandal akahamia kwa kanisa nyingine. Akahama kwa kanisa nyingine. Hiyo mambo tu ya kushika wanaume. Okay, sawa. Asante sana Chokora Makueni. You can imagine, huyu ni pastor ambaye mpaka sasa hivi yuko kanisani. Anashika kijana, anamwambia kwamba wanawake sio watu wazuri na yeye mwenyewe ako na familia. My goodness. Radio Maisha, hello. Hello Radio Maisha. Yes, mambo vipi? Mambo poa Kambua. Habari ya studio? Niko salama. Mmempata mzee wewe nikiwa maeneo Mongibekona. Karibu sana mzee wangu. Kwanza nashukuru kwa kazi yako njema ndani ya studio. Asanteni. Ujue ukiwa kiongozi wa kanisa mara mingi, wewe ni baba wa imani. Okay. Unapoambia pengine mtoto kumpotosha katika kwa njia, ujue mtoto atakubali tu kwa sababu anajua kwamba wewe yani anakuheshimu kama baba. Lakini ni vizuri unapokaa kwa madhabahu Kambua aje nikuambie kitu kimoja. Huwa mtakatifu. Yes. Kwa sababu wewe unachunga kwa njia. Wewe mbona unapotosha kwa njia kama hiyo? Na alafu kitu ya kuharibu unafanya kitu kama hiyo na unajua ni kama mtoto wako. Kizazi cha kesho kitakuwa? Lazima wacha tu tuwaombee kwa sababu pia wao ni wanadamu kama sisi. Ndio. Lakini wajiadhari na vitu kama hivyo.
Okay, sawa sawa. Asante sana. Lakini ukisikia imeshindikana, unajua unaweza jitoa kidogo, ya? Unaweza ambia hata waumini wako, mimi nahisi kwamba kidogo kuna mahali kunaenda wrong. So, naomba muda kidogo. Unajua that's better than kuanza kudhulumu watoto wa watu. That is so bad. Roba. Kambua. Yes. Unasema ati ukilemewa unajitoa unaenda wapi? Unajitoa kidogo. Unajua either uombe Mungu akupee akushindishe hayo majaribu, ama ukae kando kuliko kuanza kudefile watoto wa watu, which is very wrong. Unajua kulikuwa na kisa kama hiyo Ruai. Ilikuwa kitu kama 2023 hapo. Ule pata moja alienda, sijui ilikuwa ni Kiambu, akaenda kutumia dawa za kuongeza misuli na akawa ametendia juu na akaaga. Kambua, mimi naona kanisa yetu Katoliki ndio naipenda kanisa yangu. Lakini nikiomba kama kutakuwa na mtu akuredi kuwa father. Kama hata nikufinya, wacha tu afinya, sababu inajaribu inafuruga kanisa. Okay. Kama umejitolea kusema mimi nitasimama na haki ya kanisa, mbona uende kufanya tena hizo vitu na maridi za watu? Exactly. Kama unataka kuwa padri, akubali tu apelekwe akeketo, atolewe hiyo senza, haziwe tena na nguvu wa kufanya nini, hakuweza kutamani hizo vitu. Bure hizi kanisa itachafuliwa. Sasa kama hao maaskofu unaenda na watoto wa watu, na nyinyi ndio unafaa kuwa role model hao. Kwa finywe mwenye anataka kuwa padri atolewe hiyo nguvu ya kume. Bure kama hataki, acha ishi kama mafasta wengine ya kawaida, unaoa bibi 10 na maisha mema. Okay. Roba anasema, in fact, yeye anasuggest kwamba kama wewe unataka kuwa padri, unataka kuwa father, ama unataka kuwa mtawa, ufinywe kabla hujakuwa, ufinywe, utolewe nguvu za kiume. Yani mpaka hakuna kitu kinakutempt. Sijui wewe unasemaje? Does it happen? Viongozi wa dini, kuna baadhi ambao labda wamerekodiwa ama wameripotiwa kunajisi ama kulawiti ama kuwafanyia madhila waumini ama watoto wadogo. Radio Maisha, hello. Kambua, good morning. Good morning. Uko aje? Niko salama. Jose Waroka hapa. Karibu sana Jose. Sasa Kambua, unajua hii mambo ya upadri, mambo ya kuwa Waislamu ama kuwa tu kiongozi wa kidini, unajua kuna mwenye huwa analazimishwa. Ndio. Hiyo ninapanga kwanza ni mwito. Sasa kama una huo mwito, wenye wanaenda hapo ndo labda wenye tu wanajisukuma tu waende pale. Ndio. Sasa yani wao haja yao si ku spread the gospel ama kufanya mahubiri ama vile huwa anafanya katika madhabahu yao. Ni kama wako na intention ambao ni piche. Sasa unajua kama wana Catholic. Au ukiwa padre labda ikifika mahali labda imeshindikana, umepewa ruhusa tu ya kwanza ya kuenda kando kidogo. Ama labda ulikuwa hujaoa, hata unaweza oa sasa wewe endelee tu na maisha yako kama imekulemea. Okay. So mimi naona ni vizuri kama imekushinda wewe, kanyaga kando, lakini usifanye uhalifu katika madhabahu. Okay, sawa sawa. Asante sana Jose. Na ameongea kitu cha busara sana. Hakuna mtu ambaye analazimishwa kuwa kiongozi wa kidini. Huo ndio ukweli. Unaamua mwenyewe, unasikia kwamba uko na wito, lakini shida ambayo imeingia ni kwamba viongozi wengine anaona kwamba hapa kwenye kanisa nikiingia, nikifungua kanisa ama nikifanya nini, kuna kitu kinaitwa sadaka. So I don't have to work so hard. Ni kuhubiri neno, ya kuambia, kuuzia watu hopes, alafu mimi napata sadaka, mimi napata hela. Ni ukweli, tumeona expose nyingi zikifanyika, viongozi wengi wa kidini na wengine bado mpaka wa leo wako na makanisa na yamejaa. Sasa mimi hata najiuliza maswali. Danny Boy. Kambua, good morning. Good morning. Uko aje sahi? Niko salama. Uko aje? Hadi mimi niko fiti, Mungu anatusaidia. Karibu sana. Kambua, sasa hapa mimi nakaa kama sijaona vitu kama hivyo. Yes. Lakini nimekuwa nikisikia kwa watu wale wanaenda kanisa hizi za Catholic. Okay.
ama father, unasikia Kambua wakati inafika mahali mtu unakuta ako na bibi na huyo bibi amweki karibu. Okay. Sasa kwa mfano vile mimi niko Nakuru, utakuta ameweka bibi mahali kama Mombasa, mahali ya julikani. Yes. Sasa anapotea kidogo, anaenda anaona bibi yake huko kama ni Mombasa, alafu anarudi. Sasa mimi ikifikia hapo Kambua, sasa si mtu tu ujitoe, uamue tu wewe umeamua kuokoka na umeamua kuoa bibi. Yeah. Sasa mbona udanganye Mungu? Ni kweli. Hapo wajiangalie Kambua. Okay. Sawa sawa. Asante sana. Kwa simu ya Danny Boy, msikilizaji, utaniruhusu nikomee hapo ndani ya Kioo cha Jamii. Lakini wito kwa viongozi wa kidini. Ukisikia umeshindwa ama imeshindikana, it's better kukaa kando kidogo than kudhulumu watoto wa watu. Hata sio watoto peke yake. Siku hizi hata wake za watu hawako salama. Utasikia mtu dadi wa kiroho yuko kanisani, kumbe sio dadi. Ati tunaenda kumuoshea dadi sijui nini, tunaenda kuosha, hakuna cha dadi. Wengine wamewekwa pale, dadi anawadadi, na huo ndio ukweli, na tumeyasikia na mambo mengi yamekuwa yakifanyika. Kwa hivyo kama wewe ni kiongozi wa kidini, usiingie tu pale kwa sababu umeona kwamba uko na manufaa. Ingia pale kwa sababu unataka kufanya kazi ya Mungu. Kama hauwezi, kaa kando, waachie watu ambao wako na upako na wanaweza kufanya kazi ya Mungu. Siku hizi mmeharibia wafanyikazi ama watumishi wa Mungu majina kabisa. Mpaka sasa hivi watu hata hawajui waamini nani waache nani. Wengine mmewavunja moyo, mmewakatiza tamaa kwa sababu wanasema kwamba mimi afadhali nijiombee kwa nyumba. Afadhali nikae tu nyumbani nizungumze na Mungu wangu, kwa sababu you know what? Kanisani sio salama tena. Msikitini sio salama tena. So, ni wapi ni salama? Kama hauwezi, wachana nayo. Ni Staarabika, unaniita Christine.